Kwanza kabisa tunashukuru viongozi wote wa mabaraza ya vijana shehia pamoja na wilaya waliochaguliwa kupitia uchaguzi katika wilaya na shehia hivi karibuni. Hongereni sana. Lakini pia tuna wajibu wa kwamba sasa hivi ni wakati wa kazi. Sasa hivi ni kushughulika na baraza, na hapo kwamba kupitia Baraza la Vijana Taifa, sisi bosi wetu ni katibu mtendaji wa Baraza la Vijana Zanzibar. Moja katika maagizo yake muhimu ni kwamba kwa uchache kila mwezi kila Baraza la Vijana shehia lifanye kikao kimoja cha kiutendaji. Kadiri ya kile ambacho mmeanzisha, natakiwa muendelee nacho hata kidogo. Wao wanachotaka kuona ile shughuli inafanywa. Pale wanapokuja kukagua, kabla hawajawezesha, wanaona kile kitu ambacho tayari ambacho mlochokiandikia kuwezeshwa basi tayari kinafanyika. Kwa mfano kama ufugaji kuku, tayari kuonekana japo kuku wawili watatu yani ile sababu ikuwepo, ndio moja katika vitu wanavyovihitaji. Hamna kabisa, tutakaa sisi kwanza kama alivyosema mwenyekiti kwamba tuweze kusaidiana njia gani ili wasije kutukwamisha. Hatutaki kikundi au baraza la vijana lolote ambalo watakaloomba halafu wasiwezeshwe. Kwa kupitia kauli mbalimbali zinazotolewa na Mheshimiwa Waziri kwamba fedha zipo, vijana njooni muzichukue. Jambo jingine, kesho kutwa tarehe 6 tuna suala la upokeaji wa Mwenge wa Uhuru. Moja katika uzalendo unaojengwa na vijana wa Tanzania basi ni kupitia Mwenge wa Uhuru. Mwenge wa Uhuru una maudhui mengi muhimu, ikiwemo katika kukataa rushwa na uhujumu uchumi, lakini pia kujenga nidhamu bora ya kiuongozi, lakini kujenga nidhamu ya viongozi pamoja na vijana katika kulitumikia taifa ili liweze kupata maendeleo. Nachowaomba wenye viti, tushikamane, tuwe tuna umoja, ndio tutofanya haya mabaraza yaende. Tukianza mambo ambayo hayafai, basi hatutofika safari yetu. Lakini pia ni muombe mwenyekiti, haya mambo yanahitaji muendelezo. Haya mambo yanahitaji, tunatamani hali hii ambayo imeanza basi miaka mitatu yote hali hii iende kama hivi au zaidi ya hivi. Ukiacha gepu, watu wataanza kusema lilikuwa povu la soda, lilikuwa kazi ya mwanzo tu. Kwa sisi hatutaki kusikia. Mimi nilipoingia baraza la vijana, tangu nilipoingia mpaka sasa hivi, dhamira, mipango, sijasita mpaka sasa hivi. Kwa mifuko 10 ya saruji, kuku 4 haitoweza kufanya hiyo biashara yenyewe ikaweza kuwabadilisha. Tunataka tuone mradi ambao utaweza kubadilisha maisha yenu. Leo tunataka tuone unabadilisha maisha moja kwa moja, lakini mmoja. Kama mtu alikuwa na baskeli, tuone baada ya mradi umembadilisha, sasa hivi ana Vespa. Lakini leo mradi unamaliza, tunakuja kukuuliza wewe, ulikuwa una 5 sasa hivi una shilingi ngapi? Na 3,000. Badala ya kwenda mbele umefanya nini? Umerudi nyuma. Lengo la ziara hii ya shehia kwa shehia ni kuhamasisha vijana katika swala zima la kujiunga na mabaraza ya vijana Zanzibar, lakini pia kuelewa haki na wajibu wao kama vijana, lakini kuwashajihisha juu ya swala zima la kujitokeza kwa wingi katika swala zima la Mwenge wa Uhuru ambao tunatarajia kuupokea tarehe 6 katika wilaya yetu hii ya Mjini. Kama tunavyojua kuwa vijana ndio taifa la leo na sio la kesho. Kwa hiyo vijana wengi wanatakiwa kujitokeza katika swala zima la kuupokea Mwenge wa Uhuru kwa sababu ni tunu ya taifa letu, lakini pia vijana kujua wajibu wao na kujiunga na mabaraza ya vijana, lakini kuyafahamu kwa kina na kwa undani zaidi mabaraza ya vijana Zanzibar ni kitu gani, kwa sababu tuna fursa nyingi sana ambazo zimo ndani ya mabaraza ya vijana, ikiwemo vijana kuweza kupata mikopo, kuweza kupata elimu mbalimbali, lakini kuweza kujifunza kupitia vitu mbalimbali kuwemo ujasiriamali na kuweza kufaidika na mabaraza haya ya vijana na kuacha lile wimbi kubwa la vijana nyuma yetu ambao wanakaa tu maskani na kuwa hawajui nini wanachokifanya. Kwa hiyo kupitia program hii ya shehia kwa shehia
inaenda kuwainua na kuwahamasisha vijana walio wengi ambao walikuwa hawana uelewa wala elimu ya mabaraza haya ya vijana, kwa sababu tunatoa elimu kupitia mabaraza yetu ya vijana kwa mujibu wa sheria nambari 16 ya mwaka 2013, inaenda kumfanya kijana ajitambue yeye ni nani, lakini pia kupitia sheria ile aweze kusimama kwa maslahi yepi na aweze kujua haki yake na wajibu wake.